Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati, tunawasalimia. Wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa. Tunawatakia tena mchana mwema wa siku ya leo samedi le 21 février 2025, na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya taarifa zetu za siku ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Taarifa zetu mbichi tutawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita katika maeneo ya Masisi kule Katoi pamoja na Ufamandu, kwenye hali ya kiusalama inaendelea kukua mbaya kutokana na mapigano makali kati ya wazalendo na wasi wa M23. Kule wazalendo wanaendelea kusonga mbele baada ya kukamata eneo ya Katoi, wanaendelea kuavanse. Walikamata pia eneo inayokuwa mgrupema ya Kibabi pale eneo yenye inaitwa Nkokwe. Tutawaambia kabisa jinsi hali iko pale kwenye ligne de fond. Taarifa zetu mbichi za siku ya leo tutawapeleka katika maeneo tofauti. Katana hali ya kiusalama inaendelea kukua mbaya. Mapigano yanayoripotiwa pale Katana pamoja na maeneo karibu na pale kuna ingia ndani na matatizo ya wizi kabisa uko nafanyika sana pale Katana. Watu wenye silaha wanaendelea kufanya maoperasyon mabaya maeneo ya Katana na kusababisha hali ya kiusalama kukua mbaya sana. Tutawapeleka maeneo tofauti. Mjini Bukavu masasi yenye ilisikika busiku ya jana kuamkia asubuhi ya leo, deja kuna maiti mbili ambazo zilionekana na zilipigwa masasi. Donc kabisa Bukavu nako hali ya kiusalama si nzuri. Kama kawaida mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi basi kusubscribe, yani kujiabone, ili endelea kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Mkumbuke kucomment na kuzilike habari hizi, pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Msisahau kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa nazipata habari zetu zote kwa wakati. Mjiunge nasi kupitia linki ambayo iko pale chini ya titre, au mtuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka mtakuwa mkizipata habari zetu zote kwa wakati. Tufungue ukurasa wetu wa habari moja kwa moja, tuwapeleke mu territoire ya Masisi kwenye hali ya kiusalama inaendelea kukua mbaya kutokana na mapigano makali yanayoendelea kati ya wazalendo na waasi wa AFC M23. Maeneo ya Katoi na Ufamandu kabisa hali ya kiusalama si nzuri. Katoi na eneo la uchifu la Bahunde pale maeneo yanayopatikana kusini mwa eneo la Masisi, kwa karibu siku 4 mfululizo eneo hili limekuwa eneo la mapigano makali yanayoendelea mpaka kabisa siku ya leo. Kulingana na vyanzo kadhaa vya ndani, wanajeshi wa wazalendo wanaoshirikiana na FARDC wamefanikiwa kuzima mashambulizi yaliyofanywa na waasi wa M23 na kuteka pia maeneo kadhaa ambayo hapo awali yalikuwa mumikono ya hawa waasi wa AFC M23. Mashahidi wanaripoti kwamba kuanzia saa 11 asubuhi na hadi saa 12 za jioni siku ya Ijumaa, milipuko ya silaha nzito na nyepesi ilisikika katika vijiji kadhaa vya kundi la kwanza la Ufamandu katika eneo la uchifu wa Bahunde. Mapigano hayo yalihusisha muungano wa makundi ya Maimai Lamuka na Raia Mtomboki unaoongozwa na Noah Maachano zidi ya wapiganaji wa wasi wa AFC M23. Kufuatia mapigano hayo, vijiji vya Miruta, Ngololo, Kanyati, Samaria na Mushebere vilitekwa na wazalendo. Jana kabisa wazalendo waliavanse sana. Vijiji hivyo vyote ambavyo nimevisema, Miruta pamoja
na kijiji cha Ngololo, Kanyati pamoja na Samaria na eneo hizo zote kabisa eneo hizi zote ziko munani mo territoire ya Masisi zilikuwa rekipere na wazalendo. Pia na eneo ya Mushebere nayo ilikamatwa na wazalendo. Waasi wa M23 wale wapiga na kuwafukuza katika maeneo yale. Kuchukua kwa sekta za Katoi pamoja na maeneo ya Nkokwe na wazalendo katika maeneo hayo kulileta kabisa avantage sana kwa wazalendo. Wakati huo wapiganaji wa Pareko nao ni wazalendo wanaongozwa na Generale Mutayomba pamoja na Kigingi, nao walikuwa wameteka juzi maeneo kadhaa ya ziada mkiwemo Katoi Centre pamoja na kijiji cha Nkokwe kenye kinapatikana mu groupement ya Kibabi mu sheferi ya Bahundi. Nadhani kwamba kule wanaopajua tuko naendana 5 kwa 5. Hapo nako wazalendo walikuwa wamepakamata juzi na ikawa kabisa ni avantage kwao mteritoire ya Masisi kwenda na wako na songa mbele wakielekea katika eneo ya Kazinga. Ofete eneo zile zinaendelea kukua maeneo karibu na Kazinga. Kazinga ni eneo inayopatikana Masisi kilomita chache na Masisi Centre. Njo kwenye wazalendo wako naelekea polepole wakisonga mbele kule. Wakati wanaweza fika Kazinga deja tena inaweza kuwa avantage kwao kuendelea kuavancer wakikaribia Masisi Centre. Donc mu territoire ya Masisi pale wazalendo wako naendelea kusonga mbele kabisa. Na kutokana sasa na mapigano yale, eneo la Masisi limetikiswa sana kwa miezi kadhaa kutokana na mapigano ya mara kwa mara kati ya M23 na wanajeshi wa wazalendo. Licha ya wito wa kusitisha mapigano uliozinduliwa hivi karibuni na Angola ambao ulitakiwa kuanza kutumika le 18 Fevrier, mapigano pia yanaendelea kwenye uwanja wa vita na watu wanaishi kwa mdundo wa kutokuwa na uhakika na kulazimishwa kuhama. Wakati pia walianza kurudi katika maeneo karibu na pale, na zile eneo zenye wazalendo walizikipere walianza kurejea pale. Kulingana na vyanzo vya sasi za kiraia za eneo hilo, wakati kadhaa walio kimbilia porini au vijijini vya jirani walianza kurudi majumbani mwao mapema Ijumaa jioni. Hata hivyo mashirika haya yanaonya kwamba hali bado ni tete sana na inaweza kubadilika wakati wowote. Watendaji wa eneo hilo wanatoa wito wa dhamira imara ya kidiplomasia ili kuzuia kuongezeka zaidi kwa vurugu katika eneo hili la kimkakati mu Nord Kivu. Hapo ni Masisi, nadhani kwamba mmenifuata vizuri kabisa. Kule wazalendo wanaendelea kusonga mbele hata kama ni mapigano ambayo yanaacha kabisa hali ya kiusalama inakuwa mbaya kwa population. Mapigano yawezi yakaisha wakati AFC M23 ingali maeneo ya Kongo. Ofete hata kama kunaweza kuwa cessez-le-feu itakuwa ndiyo inaweza ikakuwa na kutafanyika maongezi ili kupatikane solution. Wakati wowote solution haijapatikana, wakati wowote AFC M23 ingali ikimiliki maeneo ya Kongo, vita hivi haviwezi vikaisha. Muikale na mnajua yale. Donc wakati waasi wa AFC M23 wakingali mu maeneo ya Kongo, wakati hakuna solution ambayo ishapatikana yenye itaacha waasi wa AFC M23 wanaondoka nchini Kongo, vita ishaka. Zingine solution zote ambazo zinaweza zikafikiwa bila kuondoka kwa waasi wa AFC M23 nchini Kongo, jeshi la Kongo na wazalendo hawataikalaka wakiendelea kuona maeneo ya Kongo yakimilikiwa na waasi hao, na inamaanisha kuwa vita vitaendelea tu. Donc solution ni moja, waasi wa AFC M23 watoke nchini Kongo, na wakati watakapotoka pale vita vitaishaka. Wakati wakingali sasa
vita vitaendelea. Sasa kusema kwamba CCLF iko pale vita vimeisha, hapana. CCLF ni kama kutulizisha tu ligne de front, diplomasi ifanye kazi, me haiko kusema kwamba vita vitaisha kupitia CCLF, hapana. Tunaendelea na habari zetu mbichi, tuwapeleke katika mji wa Bukavu. Mji wa Bukavu usiku wa jana wa kuamkia asubuhi ya leo ulikumbwa na usalama mbaya, donc ulikumbwa na hali mbaya ya kiusalama. Bukavu katika maeneo ya Edape kulisikika masasi sana. Papo hapo fie moja akauawa na masasi yale ambayo yalipigwa pale Bukavu ku ile eneo ya Edape. Na asubuhi ya leo tuzoro pale ku Edape kunaonekana tena mwingine mtu ambaye naye mwili wake una uhai, naye alipigwa masasi ile usiku. Donc wakaji wa pale Edape kabisa waliamka mukilio sana kutokana na watu ambao walipoteza maisha yao pale. Vyanzo vya ndani pale vinasema kuwa ni wanajeshi wa M23 ambao walikuwa wakipiga masasi ovyo usiku huo, na kutokana na ile kufanya mashambulizi ovyo masasi kawaua hao watu wawili. Mnasikia deja ni hali ya kiusalama ambayo si nzuri katika maeneo yale ya Bukavu kwenye AFC M23 inaongoza. Pole sana kwa familia za wale watu. Upande mwingine Musidi Kivu tuzoro maeneo ya Katana pale Mukabare, hali ya kiusalama si nzuri. Mnakumbuka siku ya juzi kuliripotiwa kama mapigano makali sana pale maeneo ya Katana Luiro, kuile poro ya Kaliba kukakuwa mapigano. Wazalendo na M23 walikuwa wakipigana, hali ikarejea kuwa ya utulivu. Jana hali ikawa kabisa ni ya wasiwasi sana kutokana na mapigano yaliyokuwa yakiripotiwa kule juzi. Na usiku huu wa kuamkia asubuhi ya leo, watu wasiojulikana wenye silaha waliingia pale maeneo ya Katana busiku, bakabomola restaurant ya Mama Nyabade, bakamuiba kabisa pale ku parking ya Goma. Vitu vyote vya nani vya huyu Mama Nyabade wenye alikuwa akitumikisha mwile restaurant bakabibeba. Nasikia deja pale nako hali ya kiusalama ni mbaya kutokana na vitendo kama na hivyo. Wakaji wa Katana wanaendelea kabisa kupiga yowe na kulalamika, wakitaka viongozi wa pale wa M23 wafanye doria kabisa, wahakikisha kwamba usalama unapatikana, kwa sababu wanateseka sana kutokana na vitendo kama hivyo vibaya vinavyofanywa na watu wenye silaha saa za usiku. Tukiwa ndani ya Sud Kivu, siku ya jana gouverneur wa Sud Kivu Jean-Jacques Purusi katika mji wa Uvira alipatana na delegation ya ministère de la justice katika mji wa Uvira. Waliongelea namna ya kuanza kujenga vitu vilivyoharibika wakati waasi wa M23 walikuwa wakiondoka katika mji wa Uvira. Nakumbuka wakati M23 iliondoka katika mji wa Uvira, kuna vitu tofauti vilivyoharibika, kuna wizi uliofanyika kama godron na vitu vingine tofauti vyenye vilikuwa na kazi ya kufanya development pale mjini Uvira na maeneo tofauti ya Uvira. Hivyo vyote sasa gouvernement iliandaa kama wanaweza tena wakavitengeneza donko pale kwenye kuliharibikaka kutengenezwe. Sasa ndiyo maana delegation ya ministère de la justice ilifika katika mji wa Uvira, na hivi karibuni kutaanzishwa operation za kujenga vitu vyote vilivyoharibikaka katika mji wa Uvira. Habari zetu zinaendelea. Premier ministre de Défense Nationale Guy Kabombo alifika katika nchi ya Afrique du Sud. Alifika kule kupatana na viongozi tofauti wa nchi hiyo. Taarifa tunazo ni kuhusu
kutafuta kama Afrique du Sud tena inaweza ikasaidia Kongo katika operasyon zinazoendelea. Donc Afrique du Sud tena inawezekana kuwa kutafika wanajeshi wake nchini Kongo. Yule Jacques plutôt Guy Kabombo, vice premier ministre de defense, alifika kule siku ya jana na angali kule iko naongea kabisa na viongozi wa huko. Kama itawezekana wanajeshi au wa Afrika du Sud wakuje nchini Kongo, tutawambia misio yake ingali inafanyika. Ni kwa siku chache ambapo atamaliza ile misio. Baada ya kumaliza misio yake ndipo tutakuja kufahamu kama wanajeshi wa Afrika du Sud watakuwa deploy nchini Kongo au kama hapana. Habari zetu zinaendelea. Kutokana na shambulio zidi ya msafara wa Fayulu na maafisa wa Lamuka, harakati hiyo inalaani vurugu zinazojirudia zidi ya upinzani na inadai uchunguzi huru. Jukwaa la Lamuka linalaani kwa ukali shambulio la kudharauliwa lililofanywa le 16 Fevrier zidi ya msafara wa raia wa Eside Martin Fayulu na pia zidi ya makao makuu ya AD Congo yanayoongozwa na Prince Epenge, msemaji wa Lamuka, ikidhibitisha tena kujitolea kwake kwa demokrasia, utawala wa sheria na heshima kwa haki za binadamu nchini Kongo. Jukwaa hili la kisiasa lililozaliwa Geneve kule Uswisi linakumbuka kwamba kitendo hiki cha kinyama kilichotokea katika Avenue de l'Enseignement katika wilaya ya Kasavubu kule Kinshasa mwishoni mwa misa ya kumbukumbu ya mwezi wa 3 ya matumaini ya le 16 Fevrier 1990 kilionyeshwa na uvamizi wa vurugu na wa watu waliotambuliwa kama wanachama wa nguvu ya maendeleo karibu na UDPS, pamoja na kupigwa vitendo vya uporaji na jaribio la kuua Rais Prince Epenge. Wanasema katika taarifa yao kwamba vitendo hivi vinavyofikia ujambazi wa mijini na aina ya ugaidi wa kisiasa vinajumuisha makosa makubwa ya jinai, njama za jinai, vurugu za makusudi, uharibifu wa mali na kudhoofisha wengi wa kisiasa. Lamuka inalaani vikali ulaghai huu usiokubalika unaodhoofisha misingi ya demokrasia yetu changa na inatilia shaka jukumu la nguvu ya maendeleo pamoja na la wafadhili wake. Kwa jukwaa hili la kisiasa ambalo liko karibu na Martin Fayulu Madidi, vurugu zinazojirudia zidi ya upinzani haziwezi kuvumiliwa katika taifa linalodai kuwa la kidemokrasia. Linabainisha kwamba hakuna utawala bila kujali aina yake unaoweza kutumia mbinu hizo kihalali kuwatisha au kuwanyamazisha wapinzani wa kisiasa. Ni katika muktadha huo ndipo anamwomba mwendesha mashtaka wa umma kuchukua hatua zote muhimu za kisheria ili kuhakikisha kwamba majukumu yanawekwa wazi na kwamba wahusika wa vitendo hivi wanawajibika kwa matendo yao mbele ya mahakama. Katika taarifa yao wanasema kwamba wanatoa wito kwa mamlaka za mahakama za Kongo kufungua uchunguzi huru usioegemea upande wowote na wawazi na kubomoa muundo wowote unaohusika katika vurugu hizi. Tunawasihi watu wa Kongo kuendelea kuwa macho, kuungana na kujitolea kwa maadili ya kidemokrasia ili kuzuia mteremko wowote kuelekea ubabe. Lamuka inadhibitisha tena kujitolea kwake kusikoyumba kwa Kongo huru na ya kidemokrasia na yenye mafanikio. Vitendo hivi vya uhalifu vitatutisha, vitaimarisha tu azma yetu na kuendelea na mapambano ya demokrasia, kwa sababu ushindi wa watu hauwezi kuepukika. Hapo ni taarifa ya ile parti politike ya Martin Fayulu Lamuka baada ya shambulio zidi ya watu wake. Na asante kabisa, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea mchana wa leo, na washukuru sana. Tupatane katika taarifa mbichi tena zifuatazo. Merci beaucoup.